Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Sifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji, leo utakuwa nasi watoto kutoka Parokia Mtakatifu Agustino Ukonga. Utakuwa nami mtangazaji wako Sasha Donasian Joseph. Karibuni sana. Asante. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, safi kwa Yesu, safi kwa Yesu. Tumeupata tudumishwe haki na amani. Sasa tunaenda kuanza kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba, Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. kwa jina la Baba, Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji, sasa tunaenda kuanza kipindi chetu kwa kipengele cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Karibuni sana. Asante. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Uniokoe, Bwana. Uniokoe, Bwana.
lakini hata sasa, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Fanyeni mabadiliko mioyoni mwenu kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Pigeni tarumbeta huko Sayuni, waambieni watu wote ili wafunge, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha, aziungamaye atapata rehema, bali aziungamaye na kuziacha, aziungamaye atapata rehema. Mungu ni mwaminifu, tukiyatubu makosa yetu, tena atatusamehe tukitubu toka moyoni. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye
Mtazamaji, tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Sasa tunaingia kipengele cha pili cha darasani. Karibuni sana. Asante. Utoto mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. Tumeupata, tudumishe haki na amani. watoto, je, mpo tayari kwa ajili ya maswali? Ndio. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Swali la kwanza. Maneno 7 ya Yesu msalabani. Ana. Kwa jina naitwa Anastasia Protas na kwenda kujibu swali. Maneno 7 ya Yesu msalabani ni ya kwanza, Eloi Eloi lama sabakatani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Ya pili, nakwambia hakika leo utakuwa nami pamoja mbinguni. Ya tatu, mama, huyu ndiye mwanao. Ya nne, tazama huyu ndiye mama yako. Ya tano, naona kiu. Ya sita, yametimia. Ya saba, Baba asamehe kwa maana ajui atendalo. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la pili. Petro alimkana Yesu mara ngapi? Aleni. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa jina naitwa Alene Velindonde. Nakwenda kujibu swali. Nakwenda kujibu swali. Petro alimkana Yesu mara 3. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la tatu. Katika safari ya ukombozi wa mwanadamu, Yesu alianguka mara ngapi? Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa jina naitwa Neema Festus Kazibule, naenda kujibu swali. Katika safari ya ukombozi wa mwanadamu, Yesu alianguka mara 3. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 4. Ni nani aliyepangusa uso wa Yesu? Grian. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa jina naitwa Grand Jeremia Clemens na kwenda kujibu swali. Mtakatifu Veronica ndiye aliyepangusa uso wa Yesu. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 5. Ni nani aliyemsaliti Yesu? Kisha. Kwa jina naitwa Kisha Elias. Naenda kujibu swali. Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti Yesu. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 6. Kipindi cha Kwaresma kinadumu kwa siku ngapi? Eliza. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa jina naitwa Elizabeth Joseph, naenda kujibu swali hili. Kipindi cha Kwaresma kinadumu kwa siku 40. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 7. Majivu yanaashiria nini? Reini. Majivu. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa jina naitwa Reiner naenda kujibu swali. Siku ya Jumatano ya majivu inaashiria mwanzo wa Kwaresma. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 8. Kabla ya mateso ya Yesu, alienda kusali mlima gani?
Tekla. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa jina naitwa Tekla Temistocles Joseph. Na kwenda kujibu swali. Kabla ya mateso ya Yesu, Yesu alienda kusali mlima Mzeituni. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 9. Akina nani waligawana mavazi ya Yesu? Luna. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa jina naitwa Luna Donasian. Na kwenda kujibu swali. Jibu la swali hilo ni askari. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Swali la 10. Yesu alitukomboa kwa hatua ngapi? Nancy. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Nancy Amos. Naenda kujibu swali. Yesu alitukomboa kwa hatua 2 ambazo ni ya kwanza mateso, ya pili kifo na ufufuko wake. Amepata, amekosa? Amepata. Kofi moja. Mtazamaji, tumemaliza kipengele chetu cha pili cha darasani. Kipengele kinachofuata ni cha historia za watakatifu. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Utoto mtakatifu, Mwana Na Roho Mtakatifu daima. safi kwa Yesu Safi kwa Yesu, safi kwa Yesu. tumeupata, tudumishe haki na amani. Wapendwa watoto, niko mbele yenu kwa ajili ya kuwasomea historia fupi ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Watoto, je, mngependa kusikiliza na nyinyi historia hii ya Mtakatifu Teresia mtoto Yesu? Ndio. Mko tayari? Ndio. Basi tuwe tayari kwa kusikiliza, na hivyo sasa nitaanza kusoma historia hii. Tuwe karibu kusikilizana na kujibiana maswali. Karibuni tusikilize historia fupi ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu alizaliwa Ufaransa tarehe 2 Januari. Mtakatifu Teresia mtoto Yesu alizaliwa Ufaransa tarehe 2 Januari mwaka 1873. Kati ya watoto 9 ambao kati yao 3 walifariki wakiwa wachanga na mmoja akiwa na umri wa miaka 5. Watoto wote 5 waliobaki walikuwa wasichana na wote walijiunga na maisha ya utawa. Mtakatifu Teresia alisikia wito wa kuwa mtawa mapema sana. Mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 1888, akiwa na umri wa miaka 15, aliingia hatua ya upostolanti katika shirika la Karmeli. Mtakatifu Teresia amekuwa mfano wa kuigwa kwa Kristo kuhusu maisha ya watakatifu, kutoka jinsi yeye mwenyewe alivyoishi kitakatifu katika maisha ya kawaida kabisa. Namna yake ya kuishi na kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia utakatifu aliita njia ndogo, yaani kufanya hata yale mambo madogo yaliyodharauliwa kwa moyo wa kujitoa.
kwa mapendo na kwa unyenyekevu. Kwa suala la utakatifu, Mtakatifu Teresia aliamini kuwa si lazima kutenda mambo makuu ya kishujaa kwa ajili ya kumpendeza Mungu, bali kusambaza maua, na maua haya ni kila sadaka ndogo, kila neno na tendo dogo la upendo. Alifanya kazi yake ya kawaida kama vile kutunza sakristia na shughuli nyingine za jumuiya. Hakunung'unika kwa lolote wala hakutafuta cheo au sifa. Alipenda sana kukaa karibu na masista wenye usumbufu au wenye kumtia uchungu. Alimpenda sana Yesu, alimtolea maisha yake yote, na kila alichokifanya alijulikana sana kwa jina la ua dogo la Yesu. Tarehe 30 Septemba mwaka 1897, akiwa na umri wa miaka 24, Mtakatifu Teresia alifariki dunia baada ya kuugua kifua kikuu kwa muda. Sikukuu yake huadhimishwa tarehe 1 Oktoba kila mwaka. Mtakatifu Teresia ni mmoja wa watakatifu waliovuma katika historia ya kanisa. Mtakatifu Piusi wa 10 alimtaja kuwa ni mtakatifu mkuu wa nyakati hizi. Mtakatifu Teresia ni mlinzi wa misioni, waendesha ndege, watunza maua na wagonjwa. Wapendwa watoto, katika historia hii fupi ambayo tumesikiliza, kutakuwa na maswali machache kadiri ambavyo kila mmoja amesikiliza historia hii. Swali la kwanza, tumesikia kwamba Mtakatifu Teresia mtoto Yesu alizaliwa wapi? Mtakatifu Teresia mtoto Yesu alizaliwa wapi? Aneti. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa jina naitwa Anet Mbira Mdemu, na kwenda kujibu hili swali. Mtakatifu Teresia alizaliwa Ufaransa. Amepata, amekosa watoto? Amepata. Okay, mpigieni makofi matatu. Swali la pili. Tumesikia Mtakatifu Teresia mtoto Yesu alizaliwa Ufaransa. Alizaliwa mwaka gani, tarehe ngapi na mwaka gani? Tumsifu Yesu Kristu. Kwa jina la Breton Beltin, napenda kujibu swali. Alizaliwa tarehe 2 Januari mwaka 1873. Amepata, amekosa? Amepata. Makofi matatu. Swali la tatu. Mtakatifu Teresia alifanya sadaka ndogo ndogo kwa ajili ya kujipatia utakatifu. Alifanya sadaka zipi na zipi? Alikuwa anafanya sadaka zipi na zipi? Yule kule. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa jina naitwa Margaret Solomon, napenda kujibu swali. Alikuwa anafanya kazi ya kuokota takataka, kuosha vyombo na kusafisha vyombo. Amepata, amekosa? Amepata. Makofi kwake matatu.
Mtazamaji, kipengele cha historia za watakatifu kinatamatisha kipindi chetu cha Utoto Mtakatifu kutoka Parokia Mtakatifu Agustino Ukonga. Ulikuwa nami mtangazaji wako Sasha Donasian Joseph. Mpaka siku nyingine. Kwaherini. Tumsifu Yesu Kristu.